Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Washindi 249 kutoka mikoa 23 nchini waliojishindia kitabu cha I Can, I Will, I Must kilichoandikwa na Dr. Reginald Mengi kupitia shindano liloendeshwa Mei 29 mwaka huu, siku ambayo ilikuwa ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Dr. Mengi. Wamekabidhiwa zawadi ya vitabu hivyo walivyoshinda, na wakizungumza na Kurasa, washindi hao wamekiri kuwa kupitia maarifa yaliyo ndani ya kitabu hicho, mitazamo yao itabadilika na kuwa chanya na itawasaidia kujua namna ya kuishi maisha yatakayoacha alama. Mimi nashukuru sana kwanza kupata nafasi hii ya kupata hiki kitabu, sababu ni kitabu ambacho nilikuwa natamani siku moja nikipate na nikisome kutokana na Bwana Reginald Mengi. Nimekuwa nikimfuatilia toka nikiwa mtoto kupitia vyombo vya habari, nikiona mambo mengi anayofanya hasa kwenye jamii. Ameweza kusaidia sana jamii kwenye masuala ya kijamii, kiuchumi na hata kisiasa vile vile. Nategemea kwanza njia zangu ziwe rahisi kwa sababu kodi zote ziko humu. Alafu na mimi ni mtu ambaye nina ndoto kubwa. Kwa hiyo naamini kuna vitu tayari nimesharahisishiwa kupitia kitabu hiki. Niliona tangazo kwa njia ya television. Baada ya kuona hilo tangazo, nikaomba ushiriki kwa ajili ya kupata hii zawadi ya kitabu. Ila nashukuru kwa mapenzi ya Mungu nimepata hiki kitabu ambacho kimeandikwa na Dr. Mengi ambacho kinaitwa I Can, I Must, I Will. Kwa hiyo na imani kwamba kupitia kitabu hichi nitajifunza mengi yaliyomo humu. Kwa hiyo hichi kitu pia kinaweza kutusaidia kujikwamua katika fikra zetu ambazo tunazo, kutoka katika fikra moja kwenda katika fikra nyingine ambazo pia zinaweza zikatusaidia kujikwamua katika maisha. Washindi waliojishindia zawadi hiyo ya kitabu ni pamoja na kutoka katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Dodoma, Iringa, Mbeya na mikoa mingine mingi. Tuendelee na Kurasa. Kwa kipindi kirefu, baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi Msente wilayani Kiteto wamekuwa na adha ya kukaa chini kwa kukosa madawati, hali iliyofanya kushuka kwa kiwango cha elimu katika shule hiyo. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Jangwani na Msakasaka wilayani humo wamesema kuwa kuboreshwa sekta ya elimu kutawasaidia kuondoa ujinga na umasikini kwa wakati mmoja. Kulikuwa na msongamano, watoto walikuwa wengi, na pia madawati hawakuwa na madawati. Imepelekea ukosefu wa madawati, watoto wengi walikuwa wanakaa chini. Kwa hiyo hisia za watoto zinahama, utulivu wa watoto ulikuwa haupo. Maisha yaboreka, tumejenga nyumba za kisasa. Tofauti na zamani tulikuwa na majengo ambayo yalikuwa ni chakavu, watoto wameenda shule kutokana na majengo yaliyojengwa kwa awamu hii. Maana zamani kwa kweli watoto wengi walikuwa wanakaa chini. Vijana wengine tumejaribu kuangalia mambo yamekaa safi, unaona bana, wengine kile ambacho walikipata faida pale wamenunulia pikipiki, wanapiga bodaboda. Kwa hiyo kwa kiwango fulani kidogo tunashukuru. Mama katusaidia mahali fulani ambapo mpaka sasa ingekuwa sio hivyo tungekuwa bado tuko nyuma sana. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi wa mtaa wa Maganga wilaya Temeke jijini Dar es Salaam wameeleza kuwa hali ya ulinzi na usalama kwa kipindi hiki imeweza kuimarika, huku wakiomba ushirikiano baina ya mitaa kuongezeka. Kupitia mwenyekiti wa mtaa huu amesema kuwa kwa kipindi hiki kupitia ulinzi shirikishi umekuwa imara licha ya wananchi wengi kutochangia fedha kwa ajili ya ulinzi huo. Na hao vijana wapo 13 wanakuwa wanajigawanya katika zoni mbalimbali hapa mtaani, wanaendesha zoezi la hilo la ulinzi. Mwisho wa mwezi wananchi wanakuwa wanachangia kile kinachokusanywa, tunawapa kama posho zao. Na kwa kweli ulinzi sasa hivi mtaani umeimarika, matukio ya uwiziwizi na ukabaji kwa kweli kwa kiasi kikubwa sana yamepungua. Katika kulinda kwao huo ulinzi wa shirikishi wana tabia moja. Wanaweza kupita saa 6 wakafika sehemu wakajikusanya, wakakaa wakatulia mpaka saa 8, saa 9. Sasa hiyo saa 7, saa 8, saa 9 watu huko wanakabwa, wengine wanakatoa madirisha. Kwa upande wa Sandali, upande wa Mkwinda
Sawa, ni kwa kweli Mkwinda na Sandali wanashirikiana na wanafanya kazi kifasavyo kabisa, na ulinzi wao ninaona wanafanya kazi vizuri tu, si kwa ubabaishaji, na wanafanya kazi kama inavyotakiwa. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.